taji huduma za matibabu za kibingwa na bobezi za upasuaji na kushindwa kumudu gharama zake, sasa wanatarajiwa kuweza kunufaika kupitia unafuu wa kambi maalum iliyoanza katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Arusha maarufu kama Mount Meru na pamoja na hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini kule Mtwara. Undani wa taarifa hii tunaungana na mwanahabari wetu Amina Ngahewa. Kambi hiyo ambayo imeanzishwa na hospitali hiyo kwa kushirikiana na Jumuiya ya Afya ya Nchi za Afrika Mashariki, Kati na Kusini inatarajia kutoa huduma ya matibabu kwa wagonjwa zaidi ya 500 upasuaji, ambapo wananchi waliofika ili kupata huduma hiyo wamepongeza hatua hiyo kwani imekuwa msaada kwao. Kambi kama hizi ziendelee kuonekana mara kwa mara ili wale wanyonge tunaoteseka vijijini tupate mahali hata pa kuinukia. Namshukuru Mungu sana kwa sababu hawa madaktari wataweza kutusaidia sisi kupona. Mimi na matatizo ya magoti muda mrefu sana, lakini naamini kwa jinsi watakavyonihudumia naweza nikapata uponyaji. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu Wizara ya Afya anayeshughulikia vifaa tiba na dawa, Emmanuel Tayari, amesema hatua hiyo ni miongoni mwa malengo ya serikali katika kuhakikisha huduma za kibingwa zinakuwa karibu na wananchi badala ya kuzifuata mbali. Tanzania imebarikiwa kuwa na wataalamu wengi wa ubingwa na bobezi wapo katika maeneo mbalimbali. Sasa kupitia kambi hizi tunawaleta wale wataalamu kutoka maeneo mbalimbali. Kwa mfano hapa tu peke yake tumeleta wataalamu wapatao kama 15 kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kusaidia huduma mbalimbali. Kwa upande wa Mtwara tumeleta wataalamu wapatao 17. Kwa hiyo ndio utaratibu unaofanya. Sasa hili zoezi hatulifanyi tu hapa Tanzania kwa sababu hii ni jumuiya, linafanyika kwa pamoja na nchi ya Malawi. Kwa hiyo kuna wenzetu wako nchi ya Malawi na yenyewe inafanyika katika hospitali kubwa 3 Malawi. Kuna hospitali ya Queen Elizabeth, kuna Zuzu na nyingine Kamuzu. Zote hizi zinatoa huduma za aina hii na kwenyewe tumeweza kupeleka vifaa. Kwa mwaka tunatumia zaidi ya dola bilioni 1 kuingiza dawa na vifaa tiba kama nchi. Lakini kama serikali sisi tunaweza tukawa tunatenga dola milioni 400 mpaka 500. Kwa kuna dola milioni 500 nyingine ambao ni pharmacy ambazo ni private, wafanyabiashara private ambao wao wanaviingiza, wanavisupply kwenye mafamasi, kwenye hospitali binafsi kwa kutumia mitaji yao. Kwa hiyo tunapoongea dola bilioni 1 ya vifaa tiba na dawa, sio hela tu ambazo zimetumika na serikali, lakini zingine kwa wadau ambao wanatumia pesa zao. Kwa hiyo kama pharmacy binafsi, hospitali binafsi, kwa hiyo namba iko hivyo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sekta binafsi pia ina mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba huduma za afya zinapatikana. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Naam, kutoka jijini Arusha kupitia taarifa ya habari kuhusu afya na huduma bobezi. Sasa tunaelekea katika kufahamu kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa Afrika inapaswa kuweza kutumia vizuri mabadiliko ambayo yanaendelea ya tabia nchi katika siasa, uchumi na usalama duniani kama fursa pekee ya maendeleo na kuweza kuharakisha kufikia huko. Rais Saidi ana taarifa ifuatayo. Amesema inapaswa kufanya hivyo kwa kuimarisha uongozi wa kimkakati, kuongeza thamani ya rasilimali zake na kujenga taasisi imara zitakazolinda maslahi ya wananchi wake na kuhakikisha maendeleo ya bara la Afrika. Waziri Mkuu alisema hayo leo Jumanne Julai 21 alipokuwa mzungumzaji mkuu katika mkutano wa pili wa wahitimu wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania National Defense College uliofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano ya Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam. The continent's leadership role in global politics, economic development and international peace and security will depend on Africa's ability to foster international unity and to leverage its strategic importance and cohesion for sustainable development and strategic socio-economic transformation, rather than merely being downgraded to the status of a stage for foreign global powers competition. Africa
must undertake and can break the cycle embedded in the African adage, when elephants fight, it is the grass that gets trampled on. Africa must cease being a grass for it has always been the elephant from the time immemorial. To some hearing, this has been the case in most cases in some of the fights going on worldwide. Awali, mkuu wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania, Balozi Meja Jenerali Wilbert Ibuge, amesema mkutano huo unalenga kuwakutanisha wahitimu wa chuo hicho ili kubadilishana uzoefu, kuimarisha mtandao wa viongozi wa kimkakati na kujadili masuala muhimu yanayohusu siasa, uchumi, uongozi na usalama kwa maendeleo ya Afrika. The theme for this year's convocation is global politics, leadership, economic and security trends in the 21st century and their implications for Africa's development. This theme, we believe, sir, is both timely and highly relevant today, as we live in an era marked by rapid geopolitical shifts, evolving leadership demands, economic realignments. Naye kansela wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania, Dr. Abdulrahmid Mzee, amesema mkutano huo ni jukwaa muhimu la kitaaluma linalowakutanisha wahitimu, wataalamu na viongozi mbalimbali kwa ajili ya kujadili changamoto na fursa zinazolikabili bara la Afrika katika mazingira ya sasa ya dunia. Convocation is more than a ceremonial event. It is an intellectual and professional homecoming. It provides a platform for the alumni participants still inactive in our military and civil services, faculty, policymakers and practitioners to exchange views and experiences, to renew networks and to examine the complex security environment in which our nations continue to navigate. Halai Saidi, Sky TV. Naam, taarifa hiyo moja kwa moja inatupeleka kupata taarifa nyingine katika ulimwengu habari. Muda huu ambapo utafiti uliofanywa na taasisi ya uongozi kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda pamoja na Biashara umebaini kuwa wafanyabiashara wadogo wengi wanakabiliwa na changamoto ya kutotambua mifumo ya kuweza kupata fedha na mitaji kwenye taasisi za kifedha, ambapo wadau wameshauri baadhi ya mapendekezo ili kuweza kuimarisha mifumo ya kusaidia biashara ndogo na zakati. Mwanahabari wetu Hussein Bori ana undani wa taarifa ifuatayo. Utafiti huo ulilenga mchango wa vituo vya bunifu na kongani za biashara katika kukuza biashara ndogo na zakati, utafiti ambao ulifanywa mwaka wa fedha uliopita. Wakiwa mkoani Morogoro kwenye kongamano la kitaifa kuhusu nafasi ya vituo vya ubunifu na kongani za viwanda katika kuendeleza jasiriamali ndogo na zakati nchini Tanzania, wadau wamebainisha hayo. Changamoto kubwa ambayo imekuwepo ni katika eneo la fedha. Kwa hivyo shida kubwa sio kwamba fedha hazipo, lakini ni namna ya kuandaa wale wafanyabiashara wadogo kuwa kwenye utaratibu ambao unawawezesha pia kupata fedha au mitaji. Kwa hivyo kukopesheka na mabenki, lakini vile vile kuweza kutana na kuwa kwenye utayari wa kupokea wawekezaji ndio imekuwa ni changamoto kubwa. Lakini eneo lingine ambalo tumeliona pia ni kwamba hizi kongani pamoja na vituo havina uratibu mahsusi ambao vifanye shughuli zake katika mwelekeo mmoja. Kwa hivyo kuna haja ya kutengeneza mfumo ambao unaratibiwa na serikali ambao una usimamizi wa hivi vituo ili kuhakikisha kwamba huduma wanazozitoa zinakuwa kwenye viwango vinavyolingana, lakini pia wanamhudumia mfanyabiashara kwa namna ambayo ina mwelekeo mmoja. Tafiti ilichambua changamoto zinazokabiliana na taasisi hizi na kubainisha maeneo yanayohitaji maboresho ya kisera na uratibu ili mifumo ya kusaidia biashara ndogo na zakati uwe na tija zaidi. Vituo vya ubunifu na kongani za biashara zina nafasi kubwa katika kujenga biashara ndogo zinazokuwa, lakini mafanikio yake yanategemea uwepo wa mazingira wezeshi, ushirikiano wa taasisi mbalimbali na sera
zinazowezesha ubunifu na biashara kukua. Endelea kufanyia kazi mambo haya, lakini tunachoweza kukiri ni kwamba ni kweli kuna fragmentation kwenye swala zima la uratibu wa hasa jasiriamali kati na ndogo na za kati. Miongoni mwa mambo ambayo tunayafanya ni pamoja na kubadilisha kanuni za kikodi. Kuna zaidi ya kanuni 374 zimebadilishwa baada ya mapendekezo ya ile tume ya Mheshimiwa Rais. Sanjari na hayo, serikali imesema kuwa itaendelea kuboresha mazingira ya biashara kupitia mageuzi ya sera, sheria na kanuni ili kupunguza urasimu wa gharama za kufanya biashara pamoja na kuimarisha upatikanaji wa fedha kupitia ushirikiano wa taasisi za fedha. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Hoseni Bori, Sky TV. Naam, ni ulimwengu wa habari moja kwa moja kutoka hapa Dodoma Sky TV, na sasa tunaelekea Lindi na Mtwara. Kunani taarifa ni kuhusu waziri wa nishati Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amezindua mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolts 33 kutoka Masasi hadi Newala, na kueleza kuwa mradi huo ni sehemu ya jitihada za serikali za kuweza kuendeleza zaidi kuimarisha upatikanaji wa umeme wa uhakika na kwa wananchi na kuwekea mazingira wezeshi haswa katika ukuaji wa shughuli za kiuchumi katika wilaya ya Newala. Hata hivyo, kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Nishati Mhandisi Felician Mramba yeye amesema kwamba mahitaji ya Lindi na Mtwara yameendelea kuongezeka kwa kasi siku baada ya siku, na serikali imewekeza nguvu nyingi zaidi kwenye kuhakikisha kwamba uzalishaji wa sasa wa Mtwara unazalisha zaidi ya megahertz 50. Hata hivyo, naibu mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Lazaro Twange yeye amesema kwa upande wake ujenzi wa njia hiyo umetekelezwa kwa shilingi bilioni 4.56 kwa umbali wa kilomita 76 kutoka Masasi hadi Newala. Hii ni taarifa zaidi. Maelekezo yake Daktari Samia Suluhu Hassan alituelekeza Wizara ya Nishati kuweza kujenga laini ambayo itatoka moja kwa moja Masasi kuja hapa Newala, laini ambayo haitotoa matoleo yoyote kwenye eneo jingine, itakuja kilomita 76 mpaka hapa na kupokelewa na kisha kuanza kusambaza umeme. Na leo tumekuja kuzindua ili huduma hiyo iwe inapatikana. Ujenzi wa laini kwa ajili ya kuingiza mikoa hii miwili kwenye gridi ya taifa unaendelea. Kilomita 214 kutokea Songea Tunduru mpaka sasa tunavyozungumza, mkandarasi yupo site ili tuweze kuufikisha umeme ule kwenye substation ya Tunduru ambayo inajengwa, ambapo tutakuwa sasa tumeingiza mikoa hii miwili katika gridi ya taifa. Uongozi wa mkoa wa Mtwara na wananchi kwa ujumla tunamshukuru tena kwa dhati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna anavyotupatia wanamtwara na kutuletea maendeleo na kufanya mkoa wa Mtwara kuwa kitovu cha biashara na uchumi katika kanda ya kusini, hasa katika sekta ya nishati. Mheshimiwa Waziri, ulielekeza kwamba njia hii ya umeme ijengwe ili pamoja na mambo mengine isaidie kuondoa tatizo la kukatika kwa umeme katika wilaya ya Nachingwea, lakini pia iimarishe umeme wa Masasi na maeneo mengine. Kazi hiyo imefanyika kama ulivyoelekeza, na TANESCO wameifanya kwa umahiri mkubwa sana chini ya usimamizi wa MD Twange. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi hii gharama yake ni shilingi bilioni 4.65 na ilipangwa kufanyika kwa miezi 12 kuanzia mwezi Oktoba mwaka 2025 na ilitakiwa kumalizika mwezi Oktoba mwaka 2026. Badala ya kazi hii kukamilika kwa miezi 12, TANESCO wamefanya kazi hii kwa miezi 7. Naam, kila laheri katika uzinduzi wa mradi huo. Mtazamaji, naendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, na miongoni mwa habari ambazo tunazo ni kuhusu wajasiriamali watakiwa kutumia fursa za kibiashara. Karibu kama ndio kwanza wajiunga nasi, mimi ni Maliango Mugeta. Wajasiriamali nchini Tanzania wameshauriwa kuweza kuchangamkia fursa iliyopo, na hususan fursa mpya ya maonyesho ya Geita Bazaar ambayo yanatarajiwa kuweza kufanyika katika kata ya Kalangalala katika manispaa ya Geita. Michael Francis Bundala ana taarifa ifuatayo. Na wajasiriamali kutoka kila pembe ya nchi ya Tanzania na nje ya Tanzania wameshauriwa kutumia fursa za kibiashara. Msemaji wa kamati ya maandalizi ya maonesho haya Bi Wema Msigwa
anazungumza juu ya maonyesho haya. Lengo la kuandaa maonyesho haya ni pamoja na kukusanya wajasiriamali wadogo pia na wakubwa kwa dhumuni la kukuza kipato chao na biashara yao, pia kwa dhumuni la kutoa huduma kwenye jamii. Karibuni sana Wanageita kwenye maonyesho ya Geita Bazaar hapa uwanja wa CCM Kalangalala. Washiriki mbalimbali wa maonyesho haya kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania wana nini cha kuzungumza? Wanaweza kupata vitu tofauti, ikiwa kama vile type, ikiwa browse, na vitu vyetu sisi asilimia kubwa ukikuta kitu cha quality inakuwa ni cotton, ni 100% cotton. Ukikuta cargo, ukikuta suruali za kitambaa, ukikuta short pants, vitu vyote hivyo ni vitu ambavyo vizuri, viko katika quality nzuri. Kwa majina anaitwa Edna Ndile. Mimi ni mshiriki wa Geita Bazaar mwaka 2026. Specifically sisi hatujabezi kwenye ugonjwa mmoja ama magonjwa mawili. Sisi tunapompima mtu kwa kipimo chetu chenyewe kinaskani mwili mzima. Kwa hiyo sisi tunajua sasa kwamba huyu mtu yuko sawa ama ana changamoto gani. Kwa hiyo ile changamoto alionayo sisi ndio tutajua sasa tuweze kumsaidiaje. Lakini labda mtu ana shida ya mambo ya uzazi, lazima tuangalie via vyake vya uzazi viko vipi, vimekaaje, na je atahitajika kutumia kitu gani. Kwa hiyo kama tukiona kwamba kuna changamoto, labda kongosho yake haiproduce insulin, obvious tayari huyu mtu ana hatari ya kupata magonjwa kama sukari na vitu vingine. Kwa hiyo sisi kipimo ndio kitakachosema kwamba huyu mtu anahitaji nini, lakini si yule ambaye anakuja kwa kubashiri kusema kwamba inawezekana mimi nina tatizo fulani. Lakini ingawa wapo ambao tayari wameshapima na wanajua, hao tutawapatia virutubishi. Hello, how are you? Karibuni Geita Bazaar. You have to share blouses. We find you mix very nice. Quality good, model good, style good, and karibuni. Welcome Bazaar Geita. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya ndani ya manispaa ya Geita, mimi ni Michael Francis Bundala. Naam, shukran sana Michael Francis Bundala kutoka kule Geita. Na sasa tunaelekea wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, ambapo taarifa inaeleza kuwa wananchi katika eneo hilo wameeleza kufurahishwa na maendeleo ya ujenzi wa chuo cha ufundi stadi maarufu kama VETA katika mkoa wa Songwe, ambacho kinajengwa katika kata ya Hasamba kwa gharama zaidi ya shilingi bilioni 7. Undani wa taarifa hii tunaona naye John Kiango. Wananchi wa wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wamekuwa na matumaini makubwa sana kuhusiana na kukamilika kwa chuo hiki, na hapa wanaeleza baadhi ya matumaini yao pale tu chuo hiki kitakapokamilika. Hali ya ajira, kwa kweli hali ya ajira ni ngumu. Utawakuta vijana wengi wako mitaani huko hawana ajira. Kwa hiyo ujio wa chuo hiki nadhani utapunguza ule mnani wa ajira. Na kwa upande ambao wale watu ambao wameshamalizaga shule au wakawa wamefeli, kutokana na hiki chuo sasa kinaenda kuibua vile vipaji ambavyo walivyokuwa walivyokuwa wameshindwa kuviendeleza. Kwa hiyo hiki chuo kinaenda kuibua vipaji mbalimbali ambavyo vitaenda kusaidia kuondoa vitu mbalimbali kama vile kupunguza wizi ambavyo vilikuwa vinafanywa na vijana wasiokuwa na ajira mtaani. Sisi kama wanafunzi, lakini pia na kwa niaba ya wananchi wengine, tunaomba serikali pamoja na Mheshimiwa Rais aendelee kushirikiana na sisi, atusaidie chuo kikamilike kwa haraka zaidi, maana kinaweza kusaidia watu mbalimbali kukamilisha ndoto zao mbalimbali. Tunahitaji vyuo viwili vya elimu ya juu vije katika mkoa wa vije katika wilaya ya Mbozi, ili mkoa wetu nao uwe na vyuo kufanana na mikoa mingine. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia katika chuo hichi cha VETA ambacho kinaendelea na ujenzi wake na kukagua maeneo mbalimbali ya utekelezaji wa mradi huu. Lakini imeridhishwa na majengo. Ukiona majengo unaona kabisa kwamba hii ni center of excellence. Kwa hiyo nawashukuru sana, lakini nawapongeza sana na nawapongeza wanafunzi kwa sababu tunaenda kufaidika sana katika chuo hichi. Napongeza sana kwamba mmepokea fedha za mradi huu vizuri sana.
na lakini pia nashukuru usimamizi umekuwa mzuri sana, maana taarifa imesema kwamba fedha iliyopokelewa na asilimia iliyofika, asilimia huko juu kuliko fedha zilizopokelewa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hapa usimamizi mzuri, lakini na utekelezaji pia nao mzuri. Hongereni sana. Hiki kwanza tutakuja kuwa na fani zaidi ya 10 zitakazofundishwa katika chuo hiki, lakini pia kitakuwa na uwezo wa kuweza kuchukua wanafunzi wa mafunzo ya muda mrefu zaidi ya 500 na hata muda mfupi zaidi ya 1000 katika mwaka mmoja, na katika kuhakikisha kwamba majengo yamekamilika na mafunzo yanaanza, sisi wa upande wa VETA na kwa upande wa Wizara ya Elimu tumejipanga kuanza kutoa mafunzo mwezi Oktoba, ambayo ni mafunzo ya muda mfupi yatakayoanza kutolewa. Tunaamini mafunzo haya ya muda mrefu yatakwenda kuanza Januari, ndio muhula ambao tunaanza nao. Kwa tunaamini ifikapo Januari 2027 tutaanza mafunzo ya muda mrefu kwa fani takriban 2. Nikiripoti kutoka hapa katika ujenzi wa chuo hiki cha VETA katika wilaya ya Mbezi mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Naam, taarifa yake John Kiango ndio tukamilishia sehemu ya kwanza katika ulimwengu habari kwenye habari za kitaifa. Mapumziko yafuatayo yatupa nafasi moja kwa moja kuweza kupata habari za biashara na uchumi, lakini kwanza endelea kubaki na sisi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Waziri wa Madini Anthony Mavunde, ambaye pia ni mlezi wa shughuli za maendeleo mkoani Geita, amefanya ukaguzi katika mradi wa vijana wa ujenzi wa kiwanda cha uchenjuaji madini mkoani humo, ikiwa ni mwanzo wa ziara ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kusisitiza serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki yatakayowezesha vijana kushiriki kamilifu katika shughuli za uchimbaji na uongezaji thamani wa madini. Mbali ya mradi huo, pia Waziri Mavunde amekagua mradi mkubwa wa maji wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 40 unatarajiwa kunufaisha zaidi ya wananchi 185,000 kwa huduma ya maji safi na salama. Ndugu zangu wanachato, leo nipo hapa nimeshuhudia na kukagua
mradi mkubwa wa maendeleo wa upatikanaji na usambazaji wa maji ndani ya kata zetu 8 na vijiji 29. Hii ilikuwa ni ndoto ya wanachato. Nafahamu eneo hili limekuwa na changamoto kubwa, na kuna wakati mlikuwa hamuelewi inawezekanaje ziwa liko hapa lakini hatuna maji. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imelijibu hili kivitendo. Ni mradi mkubwa wa bilioni 40 ambazo zimewekwa hapa, na kazi inayofanyika hapa wote mnaiona. Ndugu zangu, jumla ya wakazi 185,000 wanakwenda kunufaika na mradi huu mkubwa wa upatikanaji wa maji safi na salama. Nichukue fursa hii kwanza kabisa kumpongeza sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mkuu wa Wilaya na timu nzima kwa usimamizi mzuri. Mheshimiwa, tukiwa kule juu nimemuuliza mhandisi wa maji kwamba hii yote ni ile bilioni 40 tu. Ukiangalia structures zilizoko hapa na kile ambacho kinaweza kufanyika na fedha iliyopo, unaona kabisa kwamba iko thamani ya fedha vis-a-vis mradi ulioko hapa. Na sasa mtazamaji, tuangazie viwango vya ubadilishaji fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania leo Julai 21, 2026. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2623 na senti 51 na kuuzwa kwa shilingi 2649 na senti 75. Na paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3530 na senti 46 na kuuzwa kwa shilingi 3565 na senti 76. Mtazamaji, euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2996 na kuuzwa kwa shilingi 3026 na senti 1. Lakini yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 387 na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi 391 na senti 56. Tuangazie yen ya Japan imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 15 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 31. Randi ya Afrika ya Kusini imenunuliwa kwa shilingi 159 na senti 07 na kuuzwa kwa shilingi 160 na senti 66. Lakini shilingi ya Kenya, mtazamaji, imenunuliwa kwa shilingi 20 na senti 27 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 47. Ambapo faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 77 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 79. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 70 na kuuzwa kwa senti 71. Tutamatishe na faranga ya Burundi, mtazamaji, imenunuliwa kwa senti 87 na kuuzwa kwa senti 80. Na hapa ndio mwisho wa habari za biashara pamoja na uchumi, na langu jina ni Zinazire Mswima. Biashara na uchumi. Naam, kukamilika kwa habari za biashara na uchumi kunatoa fursa nyingine tena katika ulimwengu wa habari kuweza kupata mkusanyiko habari za kimataifa kama ifuatavyo. Habari za kimataifa. Habari za kimataifa, tunaanza na taarifa ifuatayo. Wanaharakati nchini Kenya wamezituhumu mamlaka za nchi hiyo kwa kukiuka amri ya mahakama iliyozuia kuanzishwa kituo cha karantini kwa wagonjwa wa Ebola. Matamshi hayo ni baada ya ripoti kusambaa kuwa raia kadhaa wa Marekani wamewekwa karantini nchini humo. Taasisi mbalimbali za kiraia zilifungua kesi mahakamani mwezi uliopita kupinga kuanzishwa kituo hicho, na mahakama iliamuru serikali kusitisha mipango yote iliyokuwepo. Hata hivyo, wiki iliyopita shirika moja la hisani la Marekani lilisema kwamba wafanyakazi wake 7
waliokuwa nchini Kongo wamewekwa karantini ya siku 21 nchini Kenya. Vyombo vya habari vya Kenya vimeripoti wafanyakazi hao waliwekwa kwenye kambi ya jeshi la Laikipia, mahali ambapo paliteuliwa kabla ya kujengwa kituo cha karantini. Mashirika yanayofungua kesi ya kupinga kituo hicho, ambayo ni taasisi ya katiba na chama cha wanasheria wa Kenya, yamekosoa vikali taarifa hizo, yakisema zinaonyesha kuwa serikali imepuuza amri ya mahakama. Hadi sasa serikali ya Kenya haijasema chochote kuhusu taarifa hizo. Kwingineko, waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham amefanya mazungumzo ya kwanza na viongozi kadhaa wa nchi washirika saa kadhaa baada ya kuchukua madaraka na kuunda serikali. Burnham alizungumza kwanza kwa njia ya simu na Rais Donald Trump wa Marekani na kisha Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine pamoja na Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani. Mazungumzo hayo yamejikita katika kuimarisha ushirikiano na mataifa hayo, ikiwa ni pamoja na ahadi ya kuendelea kuisaidia Ukraine kwenye vita vyake dhidi ya Urusi. Kiongozi huyo wa Uingereza amemwahidi Rais Zelensky wa Ukraine uungaji mkono usioyumba wa nchi yake. Mbali ya mazungumzo hayo, Burnham pia ametangaza baraza lake jipya la mawaziri kwa kumteua John Hill kuwa waziri wa fedha na Ed Miliband kuwa waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza. Taarifa nyingine ni kwamba jeshi la Lebanon limeanza Jumatatu kuchukua rasmi jukumu la usalama katika vijiji vitatu vya kusini mwa nchi hiyo, hii ikiwa ni hatua ya mwanzo ya makubaliano yanayotaka wanajeshi wa Israeli kuondoka kusini mwa Lebanon. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema utekelezaji umeanza katika maeneo ya majaribio ya Fron, Srifa na Zawatari Ali Gabia kwa mujibu wa mkakati wa pande tatu na chini ya usimamizi wa kundi la uratibu wa kijeshi kwa ajili ya Lebanon. Msemaji wa wizara hiyo Tommy Pigot ameielezea hatua hiyo kama ya matokeo ya moja kwa moja ya mazungumzo kati ya Israeli na ujumbe wa Lebanon yaliyofanyika mjini Rome wiki iliyopita. Kundi la Hezbollah hata hivyo limeupinga mkakati huo na kusisitiza kwamba makubaliano yoyote nchini Lebanon ni lazima yahusishwe na mazungumzo mapana kati ya Washington na Teherani. Na hatimaye, mawaziri wa mambo ya kigeni wa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN wanakutana nchini Ufilipino leo Jumanne. Mkutano wao unafanyika chini ya kiwingu cha kuanza tena kwa vita vya Mashariki ya Kati na mgawanyiko mkubwa kuhusu kuirejesha Myanmar ndani ya jumuiya hiyo. Suala la Myanmar, taifa ambalo lilisimamishwa wanachama tangu jeshi lilipofanya mapinduzi mwaka 2021 na kuzusha vita vya wenyewe kwa wenyewe, litakuwa ajenda ya juu ya majadiliano. Nchi chache wanachama ikiwamo Thailand zinapendekeza kurejeshwa kwa Myanmar ndani ya ASEAN, lakini nyingine zinapinga zikisema utawala wa kijeshi wa nchi hiyo umeshindwa kutekeleza mpango wenye vipengele vitano uliotolewa na jumuiya hiyo ili kumaliza msukosuko wa kisiasa. Mkutano huo unaohudhuriwa pia na mawaziri wa nchi rafiki ikiwamo China, Marekani, Japan na Urusi utagubikwa na wasiwasi wa kiuchumi unaoikabili kanda ya ASEAN, hasa kutokana na vita vya Mashariki ya Kati vilivyopandisha bei za nishati. Pius Jayunga, Sky TV. Habari za kimataifa, tunaanza na taarifa ifuatayo. Wanaharakati nchini Kenya wamezituhumu mamlaka Habari za kimataifa. Sky TV. Sky TV.
Na kukamilika kwa habari za kimataifa kunatoa nafasi nyingine ya kuelekea viwanjani kupata habari za michezo na burudani naye Johannes Michael, lakini kwanza mapumziko mafupi. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari? Karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianzia hapa nyumbani ni kuhusiana na kikosi cha Singida Black Stars kimeanza safari ya kuelekea jijini Kigali, Rwanda kwa ajili ya kambi ya michuano ya kombe la Kagame. Hata hivyo timu hiyo itakuwa mkoani Geita kwa siku moja kufuatia mwaliko maalum wa kutembelea mradi wa uwanja mpya wa kisasa uliopo wilayani Bukombe. Meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Hussein Masanza amethibitisha kuwa ziara hiyo fupi inalenga kujionea maendeleo ya mradi na kubadilisha uzoefu na kuiongoza klabu kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya vizuri zaidi katika michuano ya Sekafa Kagame Cup.
Safari ya mabingwa wa Sekafa, mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati, mabingwa watetezi wa msimu wa 2025 kutoka nyumbani Singida kuelekea Kigali, Rwanda kwa ajili ya kushiriki tena michuano ya Sekafa imewadia. Safari hii ambayo inahusisha timu nzima, tunasafiri tukiwa na jumla ya wachezaji wote, sitataja idadi kwa sasa, lakini benchi la ufundi pamoja na viongozi, kwa sababu ni sehemu pia ya programu yetu ya maandalizi ya msimu, yani pre-season, tunaenda kuianza kwenye mashindano haya. Timu itaweka kituo kwa muda katika mkoa wa Geita, wilaya ya Bukombe, ambapo tumealikwa na wenyeji wetu kwenda kushuhudia maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa kisasa wa Bukombe. Na sisi kwa sababu tumeelewa kwa nini wametualika. Singida Black Stars tumezindua uwanja wetu Airtel Stadium ambao unatumika tayari, lakini pia tumezindua taa ambazo zimewezesha hata ratiba imepangwa tutacheza usiku. Kwa hiyo wana mengi ya kujifunza kutoka kwetu. Kwa mwaliko huu tutaenda pia kubadilishana uzoefu na wenyeji wetu pale Geita, na tutakaa pale kwa siku moja, kisha tutaendelea na safari tarehe 22 kuelekea mjini Kigali. Sasa tutatoa taarifa zaidi kuhusiana na safari hii. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na klabu ya Yanga, imeendelea kuimarisha benchi lake la ufundi kuelekea msimu mpya baada ya kumtambulisha mtaalamu wa uchambuzi wa viwango na mifumo ya soka Yardan Vorodia ambaye ni raia wa Afrika Kusini. Anajiunga na timu ya Yanga ya wananchi akiwa na uzoefu mkubwa, ambapo amewahi kufanya kazi kama mchambuzi mkuu katika klabu ya Golden Warriors FC pamoja na timu za taifa za vijana za Afrika Kusini chini ya umri miaka 17 na chini ya umri miaka 20. Akiwa Yanga atakuwa na jukumu kubwa la kuchambua takwimu za wachezaji, kufuatilia mwenendo wa timu kiufundi, kusoma mbinu za wapinzani na kuandaa ripoti maalum zitakazosaidia kuongeza ufanisi wa benchi la ufundi chini ya mwalimu kocha mkuu wa klabu ya Young Africans. Na tukihamia panapo taarifa nyingine kuhusiana na safari ya kusaka mabingwa wa mikoa katika mashindano ya mpira wa kikapu Taifa Cup mwaka 2026 inaanza rasmi leo, yakiwakutanisha timu bora kutoka mkoa mbalimbali ya Tanzania kuanzia Julai 21 hadi Agosti 1 mwaka 2026 katika viwanja vya Chinangali Park jijini Dodoma. Katika mchezo wa ufunguzi wa mapema uliweza kuikutanisha timu ya wanawake ya Dodoma pamoja na timu ya wanawake ya Mwanza, huko upande wa wanaume Dodoma ikianza kampeni yake dhidi ya Singida, mchezo ambao utachezwa majira ya saa 2 kamili kunako dimba la Chinangali Park. Mashindano haya yanatarajiwa kuwa jukwaa la ushindani mkubwa, kuibua vipaji vipya na kuendeleza maendeleo ya michezo ya mpira wa kikapu nchini. Na tukikwea pipa moja kwa moja hadi kimataifa, ni kuhusiana na kiungo wa Bournemouth Alex Scott amekataa kusaini mkataba mpya na klabu hiyo, akizidi kuhusishwa na uhusiano wa kwenda katika baadhi ya klabu kubwa za England. Bournemouth imekuwa ikiweka kipaumbele katika dirisha hili la usajili kuhakikisha inawashawishi Scott kuongeza mkataba wake, lakini hadi sasa pande hizo mbili bado hazijafikia makubaliano. Hata hivyo, imeongeza tetesi za kuondoka kwa kiungo huyo wa kimataifa England chini ya miaka 21 ambaye anawania na klabu kadhaa zikiwa zenye nguvu, huku Manchester United pamoja na Tottenham Hotspur pamoja na Chelsea zikiwa zimeonyesha nia ya kuweza kumtaka mchezaji huyo kuhakikisha kwamba msimu ujao wanakuwa naye ndani ya klabu yao. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na nyota wa Real Madrid na timu ya taifa ya Brazil, Vinicius Junior amefanyiwa upasuaji wa kurekebisha umbo la kidevu chin harmonization nchini Brazil, kwa mujibu wa taarifa ya TMC Sport. Picha za kwanza baada ya upasuaji huo zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha Vinicius akiwa katika hali nzuri, huku akianza hatua za kupona. Upasuaji wa chin harmonization ni utaratibu wa urembo unaolenga kuboresha muonekano na uwiano wa kidevu na uso kwa ujumla. Hadi sasa Vinicius mwenyewe wa klabu ya Real Madrid haijathibitisha mchezaji huyo kuweza kufanyiwa upasuaji. Mashabiki wengi wameendelea kumtakia nyota huyo nafuu haraka, wakisubiri kurejea kwake uwanjani kabla ya maandalizi ya msimu mpya wa La Liga pale nchini Hispania. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndio mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Mariango Mugeta aweze kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa leo. Kikubwa zaidi, kazi wa Dodoma, tutazame Taifa Cup, tutaenjoy zaidi.
Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Sky TV. Johannes Michael amekamilisha hivyo katika michezo na burudani, na sasa yeye pia anatoa nafasi kuweza kupata utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka hali ya hewa nchini Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia muda huu. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka mamlaka ya hewa Tanzania. Hali ya ukavu pamoja na baridi inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini kwa usiku wa leo, na viwango vya chini vya joto ni kama vinavyoonekana katika ramani yetu. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 18 hadi 22. Maeneo yanazunguka ziwa Victoria nyuzi joto 18 hadi 20. Na maeneo nyanda juu kusini magharibi yanatarajiwa kuwa na hali ya baridi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya pamoja na Njombe. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na maeneo ya ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho, maeneo machache ya mkoa wa Kagera pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi pamoja na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 14 hadi 15. Na mkoa wa Mwanza kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 17 hadi 18. Kwa mkoa wa Mbeya kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 6 hadi 8. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo kutoka mamlaka ya hewa hatuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Na mtabiri wa hali ya hewa anatupa nafasi ya kuweza kukamilisha ulimwengu wa habari, lakini kabla ya hapo ni kukumbushe taarifa muhimu ambazo tumekuwa nazo katika ulimwengu wa habari. Ni pamoja na kambi ya matibabu ya upasuaji ya anza kule jijini Arusha. Taarifa nyingine ni Afrika itakiwa kugeuza mabadiliko ya tabia ya nchi kuwa fursa za maendeleo. Kimataifa, wanaharakati Kenya wasema kuwa serikali imepuuza mahakama. Na katika michezo, Singida Black Stars waelekea Rwanda kushiriki michuano ya Sekafa. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu wa habari, mimi ni Maliango Mugeta. Endelea kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii kwa kuandika @Sky International TV.
Sky TV.